الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. تعريف الإرث، تعريف يا mirathi au kurithi. Almirathu fi lugha, mirathi katika lugha masdaru waratha, ni masdari ya neno waratha. Almirathu fi lugha, mirathi katika lugha al-arabia, lugha ya Kiarabu, masdar waratha, ni masdari ya neno waratha. Yarithu irtha wa miratha. Yuqalu, husemwa, waritha fulanu qaribahu, amerithi fulani kumrithi ndugu yake wa karibu. Yuqalu, husemwa, waritha fulanu qaribahu, amerithi fulani kumrithi ndugu yake wa karibu. Wa waritha abahu, na amemrithi baba yake. Waritha abahu, amemrithi baba yake. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-Naml aya ya 12, wa waritha Sulaimanu Dauda, na akamrithi Suleimani kumrithi Daudi. Wa waritha Suleimanu Dauda, akarithi Suleiman alayhi salam kumrithi Daud alayhi salam. Wa qala ta'ala, kisha akaja akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas 58, wa kunna nahnu alwarithin, na tukawa sisi peke yetu ndio warithi. Wa maana almirath fi lugha, na maana ya mirathi katika lugha sasa, intiqalu shay min shakhsin ila shakhsin, ni kuhama kitu kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine. Mirathi katika lugha, intiqalu shay, ni kuhama kitu, min shakhsin, kutoka kwa mtu, ila shakhsin, kwenda kwa mtu mwingine, au min qaumin ila qaumi, au kuhama kitu hicho kutoka kwa kaumu fulani, kwa jamii fulani, kwenda kwa jamii nyingine. Hii ndio inaitwa nini? Mirathi katika lugha. Wa huwa, na jambo hilo, a'ammu min an yakuna mala bil mali, ni a'ammu, yani ni la ujumla kuliko kuwa ni mali. Maana yake kule kuhama jambo kutoka kwa watu kwenda kwa watu wengine ni aamun, kuliko kusema kuhama mali kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu. Kwa maana ukisema intiqalu almali min shakhsin ila shakhsin, ni kuhama mali kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu, mirathi maana yake itakuwa ni kwa ile mali tu, si kwa kitu kingine. Lakini aliposema intiqalu shay, ayu shay, kuhama kwa kitu, ni kitu chochote kile, sawa sawa kiwe mali kisiwe mali, ala kulli hali kitu. Au bil ilmi, au kwa ilmu, maana yake ni aamu kuliko kuwa ni kwa mali au kwa ilmu. Au bil majdi wa sharaf, au tukufu. Almajdu wa sharaf
yote maana moja. Kuna wakati mwingine mtu anarithi mali, wakati mwingine anarithi ilmu, wakati mwingine anarithi nini? Anarithi utukufu. Tumeelewana? Na wakati mwingine anarithi nini? Cheo. Kule Mtume sallallahu Allah katika aya tuliyosoma anasemaje? Wa waritha Sulaimanu Daud. Suleimani amemrithi nani? Amemrithi Daud. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje? Nahnu ma'ashira al-anbiya la nurath. Sisi mitume haturithiwi, ma taraknahu sadaqa. Hadithi inautata hiyo. Kuta Mashia na waliokuwa Mashia wanavutiana hii hadithi. Kuna jambo linatafutwa hapo. Lakini Mtume anasemaje? Nahnu ma'ashira al-anbiya, sisi mitume la nurath, haturithiwi, ma taraknahu sadaqa, kile tulichokiacha inakuwa nini? Kisha Allah atuambia wa waritha Sulaimanu Daud. Suleimani alimrithi nani? Alimrithi Daud. Alam yakun Dauda nabiyya, kwani Daudi hakuwa mtume? Kana nabiyya, alikuwa nani? Ni mtume. Na mwanae, watu wa bara wanasema na mwanae, sisi tunasema na mwanawe. Tumeelewana? Kwa nini Suleimani sasa alirithi nini kwa Daud wakati ashatuambia mtume sisi mitume haturithiwi? Lam yarithi almal, hakurithi nini? Bal waritha almulka. Alichokirithi Suleiman kwa babaye ni nini? Ni ufalme, utawala. Utawala ni mali? Utawala sio mali, kwa sababu unaweza ukawa mtawala na usiwe na mali. Kwa hiyo utawala sio mali, na Suleimani alikuja kurithi wa khalas. Wengine wakasema wanubuwa, na utume. Wengine wakasema wal ilma, vitu vitatu: al-mulk, wan-nubuwa, wal-mal. Ufalme, utume pamoja na mali. Maalesh wa al-mulk, wan-nubuwa, wal-ilm. Utume pamoja na ufalme na elimu, ndivyo alivyokuja kurithi. Tumeelewana? Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, wanawachuoni ni warithi wa mitume. Al-ulama, yeye hapa anazungumza hili kufafanua nini? Kufafanua neno mirathi katika lugha. Tumeelewana? Na anakuja kutufafanulia kilugha, kwa sababu kilugha katuambia kwamba intiqalu shay'i min shakhsin ila shakhsin, ni kuhama kitu kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine. Ndiyo anakuja kutuambia Mtume anasema ya kwamba al-ulama warathatu al-anbiya, maulama ni warithi wa mitume. Yani maulama ndio wanaowarithi nani? Mitume. Kwa maana kuna kitu sio mali, hawarithi mali, wanarithi nini? Kilichokuwa sio mali, maana yake kitu chengine. Wa innal anbiya, na hakika mitume, lam yuwarithu dirhaman wala dinara. Ndiyo hawakurithi, yani hawa maulama hawakurithi kutoka kwa hao mitume dirham wala dinari. Wa innama warathu al-ilma, walichokirithi nini? Zai Suleiman, kama Suleiman alivyorithi kutoka kwa babaye Daud ilmu, na hivi ndivyo ambavyo maulama wanarithi kutoka kwa mtume wetu nini? Ilmu. Faman akhadhahu, atakayechukua sasa mirathi hiyo, akhadha bihadhi wafir, aelewe amechukua fungu kubwa lililokamilika. Atakayebeba ilmu ajielewe kwamba kachukua nini? Fungu kubwa lililokamilika. Hii ndio mirathi kilugha.
anatuambia al-allama Muhammad Ali rahimahullah. Wa fil istilahi, na katika istilah, intiqalul milkiyya min almayyit ila warathatihi alahya, ni kuhama umiliki kutoka kwa marehemu kwenda kwa warithi wake waliokuwa hai. Kinachohama hapa ni nini? Sio mali Kinachohama hapa sio kitu. Unaohama hapa ni umiliki. Yani yule mzee akishafumba tu jicho, kile kilichopo si milki yake tena. Tumeelewana? Na ndiyo maana lau kama atakuwa kaacha mabilioni ya fedha, hakutaka kwenda hija, sisi hatuna uwajibu wa kumhijia, kwa sababu ile mali sio ya kwake tena, ni maamuzi yetu siye, hii ni mali yetu sasa. Tumeelewana? Asema intiqal almilkiyya, ni kuhama ule umiliki wa jambo, min almayyit, kutoka kwa maiti. Kwanza hichi kitu kilikuwa kinamilikiwa na nani? Maiti, lakini baada ya kufa ule umiliki unahama kutoka kwa huyu maiti ila warathatihi alahya, kwenda kwa warithi wake waliokuwa hai. Tumeelewana? Sawaan kana almatruku mala, sawa sawa kikiwa hicho kilichoachwa ni mali, au iqara, au ni iqar. Iqar nao ni mali, au sio? Lakini iqara ni mali ambayo haihamishiki. Iqara ni mali ambayo sijui kama ni mali au vipi, kama ardhi vile. Ardhi ni mali. Ardhi ni mali eti. Mashaikh. Kama nyumba haihamishiki, nayo inaitwa nini? Iqara. Nyumba ni mali. Asema eti ni mali. Wakati huo tunarudi kiupande wa pili, pesa mali, pesa sio mali. Tumeelewana? Pesa si mali. Au mnasemaje? Yani mtu ana pesa zake benki, mabilioni kwa mabilioni, tunamhesabu ana mali huyu? Hana mali, ana pesa. Tumeelewana? Huyu anakuwa hana mali kwa sababu pesa si mali. Yani ile shilingi 10,000 ile katika sheria sio nini? Sio mali, bali tu ni kitu ambacho kina hukumu ya mali, lakini si mali. Kwa nini? Ana mali nyingi, bilionea hapo. Kwa nini isiwe mali? Umali wa shilingi 10,000 fi yadi rajuli, upo katika mkono wa mtu mmoja hivi. Tumeelewana? Yani umali wa ile shilingi 10,000 upo katika nini? Mkono wa mtu mmoja hivi. Kwa maana hiyo hii haiwezi kuhesabika kuwa nini? Ni mali. Kwa maana lau huyo mtu ataamua na kusema jamani, kuanza leo shilingi 10,000 iliyotoka mwaka fulani mpaka leo, hii isitumike tena Tanzania. Yani ile ile na ule tembo ile, kuanza pale ile pesa uliyokuwa nayo ya 10,000 ishapoteza nini? Uthamani wake. Ile thamani yake ishafanya nini? Hata kama una 10,000, mabilioni ya 10,000 ndani ya chumba chako, ule umali wake umeshafanya nini? Umeshapotea. Kwa maana ukienda nayo nje hapo watasema sisi karatasi hilo hatulitaki. Ukienda nayo Kenya kwenda kubadilisha, watakwambia Tanzania hii haikubaliki tena. Ukienda nayo Ulaya wanakwambia Tanzania haikubaliki tena, kuna pesa nyingine hii haikubaliki. Kwa maana umali wa fedha hii au umali wa shilingi hii 10,000
upo katika mkono wa mtu. Huyo mtu akiamua kusema kuanza leo hii isiwe mali, haiwi mali. Kwa maana hiyo fedha haihesabiki